الحمد لله وكفى وصلاة الله على نبينا المصطفى سيدنا وحبيبنا مولانا محمد. بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislamu, tunaendelea na kipindi chetu cha talaka katika Uislamu, na leo tuko sehemu ya 7 bimashiatillah, ambayo leo tutazungumzia aina za talaka. Na tunapoongelea aina za talaka, hayatoki maneno yetu katika vipengele 4 vikuu. Kipengele cha kwanza, sigha allati istu'milat fihi, ni tamko ambalo linatumiwa tamko hili kwa ajili ya kuitoa hii talaka, na lenyewe tamko hili kitatupeleka katika vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza, sarihu talaq, ile talaka ya wazi. Ni talaka ile ya kinaya, kwa maana tamko ambalo atalitumia mwenye kutoa talaka ima liwe tamko ni tamko la kinaya. Na kipengele cha pili ni athar ambayo inazalikana kutokana na tamko ambalo amelitoa mwenye kutoa talaka, na lenyewe hili linagawanyika sehemu 2, imma raj'i wa imma ba'in. Ima talaka atakayoitoa kwa tamko hilo alilolitoa iwe ni talaka ya rejea au isiwe talaka ya rejea, kama vile ambavyo tutakuja kuzungumza baada ya kuijua talaka iliyokuwa sio ya rejea, kwa maana nayo imegawanyika vigawanyo viwili, ile isiyo ya rejea ndogo na ile ambayo sio ya rejea fubihi. Sifa ambayo inasifiwa talaka hii nayo pia inagawanyika vipengele viwili, imma sunni wa imma bid'i. Ima talaka hii iwe ni talaka ya sunna au talaka hii iwe ni talaka ya bid'a. Tukirudi katika kipengele cha kwanza, kuita ma thabata hukmuhu shar'i bi ghairi niyya, ni talaka ambayo imethibiti hukumu yake ya kisheria bila ya nia, kwa kutumia talaka basi, na wala halibebi maana nyingine. Na talaka ya fumbo, kama walivyosema wanawachuoni, huwa isti'malu lafdhi, ni kuitumia tamko allati talaka iwe ni ya wazi, kuitambua talaka ya wazi. At-talaqu as-sarih fahuwa waqi'un bihi kama ittafaqa al-ulama ala dhalik. Apoacha mme kumwacha mkewe kwa tamko lililokuwa la wazi, akaliambatanisha na nia, kisha nia hii aliyoiambatanisha na hii ni munaqidh, nia ambayo inapingana na lile tamko, kama vile kumwacha kwa tamko la wazi, akamwambia nimekuacha, lakini katika moyo wake akawa hakukusudia talaka hii ambayo tumeizoea. Wanawachuoni wanasema fa inna talaq yaka qadha faqat, kwa wakati huu talaka itatuka kihukumu bas. Talaka ya mume huyu kwa mkewe itatuka kihukumu bas. Mfano, lau kama mwanamme atamuacha mkewe kwa tamko la wazi, kisha akasema ana lam anwi bihi talaq, mimi sikunuia kwa tamko hili nililokupa talaka, bal nawaitu ghaira, bali nilinuia jambo jingine kabisa lililokuwa sio talaka. Maulama wanasema la yusaddaqu qadaa, huyu mtu hatoaminiwa kihukumu, wa yusaddaqu diyana, na ataaminiwa kidini. Wa yaka'u talaq, na talaka wakati huo itatuka
bila nizaa, bila ya khilafu za wanawachuoni. Kwa maana wamekubaliana wanawachuoni, lau kama utalileta tamko ambalo ni la wazi katika kuacha, lakini ukaliambatanisha na nia ambayo sio ya kuacha, wamekubaliana wanawachuoni kwamba mwanamke ataachika kwa tamko hilo kihukumu na hataachika kidini. Mfano kama tulivyoutoa, kutumia tamko lililokuwa la wazi, ukamwambia mkeo nimekuacha, halafu nia yako ikawa si kumuacha. Kwa tamko hili ulama wanasema waqa'at talaq, talaka imetuka qadaan, kihukmu la diana, na sio kidini. Tunaweza tukajiuliza, vipi yaweza ikatuka talaka kihukmu na isituke talaka kidini? Mfano wa maneno haya, lau kama atatokea mwanamke akadai ya kwamba yeye kaachwa, na akafika katika vyombo husika kwa madai ya kwamba yeye kaachwa na mumewe, na mume akakataa ya kwamba yeye hajamuacha mkewe, itatafutwa ushahidi kutoka kwa mke. Uko wapi ushahidi ambao unaonesha kwamba mume wako kakuacha? Endapo akasimamisha ushahidi, pengine akaleta watu wawili ambao watakuja kutoa ushahidi kama huyo mtu bwana alimuacha, na baada ya hapo mashahidi wakashuhudia kama kweli bwana alimuacha mkewe, kadhi au hukumu ya pale itakayotolewa ni kwamba talaka imesihi, hata kama huyu bwana mkewe hajamuacha. Na hii inatokana pengine shuhudu zur, mashahidi wale wa uongo. Sayaqa'u talaq qadaan wala yaqa' diyana, itatuka talaka kwa hali hii kihukumu, na huyu atakuwa si mkewe, talaka imesihi kwa makubaliano ya wanawachuoni, lakini kidini bado haitatuka. Tukija katika kipengele cha pili kuijua talaka ya kinaya. Talaka ya kinaya ni tamko ambalo haituki talaka kwa tamko hili isipokuwa uambatanishe na nia, kwa sababu matamko haya huwa yamebeba maana nyingine ambayo sio ya talaka. Kwa hivyo lazima yule ambaye anatoa talaka kwa tamko hili aambatanishe na nia. Hivyo ikitokea watallaka ar-rajulu bihi, akaacha mwanamume kupitia tamko hili la kinaya, fala yusrafu ila talaq, haliambiwi kwamba huyu bwana kamuacha mkewe illa biniya, isipokuwa atakapokuja na nia ya kwamba yeye amemuacha mkewe. Ikipatikana tamko pamoja na nia, waqa'a talaq, talaka itasihi. Lakini ikikosekana nia wakati analitamka tamko hili, talaka haitasihi. Matamko ambayo ni ya sarih katika talaka, wamekubaliana jumhur, ni kama vile tamko la talaq. Ukamwambia talaqtuki, anti talik, anti mutallaqa. Haya ni maneno ambayo ni ya sarih. Utakapomwambia mkeo maneno kama haya, inakuwa haihitaji nia. Ama matamko ambayo ni ya fumbo, ni matamko kama vile kumwambia mkeo i'tadi kaida, au istabri'i rahimak, litakase tumbo lako, ilhaqi bi ahlik, anti khaliya, uko huru. Haya ni matamko ambayo yamewekwa, na mengine matamko mengi yamewekwa kwa ajili ya talaka. Lakini talaka ya kinaya hawezi kuachika mwanamke kwa matamko haya isipokuwa yawe yameambatana na nia. Sehemu ya pili ambayo ni tulisema min haithu annahu raji'iyun au ba'in, kuwa kwake talaka ima iwe ya rejea au iwe talaka sio ya rejea. Na hii ya rejea iliyokuwa sio ya rejea tumesema imegawanyika vipengele viwili: ya rejea iliyo sio ya rejea ambayo ni ndogo, na isiyo ya rejea ambayo ni kubwa. Ama talaka ya rejea,
Talaka ya rejea ni ipi? Talaka ya rejea fahuwa at-talaqu alladhi yuqi'uhu az-zawju ala zawjatihi, ni talaka ambayo anaitoa mme kumpa mkewe baada ad-dukhuli haqiqatan, baada ya kumuendea, baada ya kumuingilia. Ni talaka ambayo anaitoa mwanamume kumpa mkewe baada ya kuwa limeshapatikana baina yake yeye na baina ya mumewe, walam yakun muqabil iwad, lakini talaka hii sio ya kununua, ikawa talaka hii si ya kununua. Walam yakun mukmilan biadadi thalath, wala haikuwa ni talaka ambayo imekamilisha idadi ya talaka 3. Vipengele viwili, isiyo ya rejea ile iliyokuwa ndogo na isiyo ya rejea ile iliyokuwa kubwa. Talaka isiyo ya rejea ambayo ni kubwa, rejea kwa kusema at-talaqu alladhi awqa'aha az-zawju ala zawjatihi allati dakhala biha dukhulan haqiqiyya wa kana mukmilan lithalath, ni talaka ambayo anaitoa mwanamume kumpa mkewe baada ya kumuingilia kule kuliko kuwa kwa kweli, na ikawa talaka hii inakamilisha talaka ya 3. Kwa maana talaka iliyokuwa sio ya rejea iliyokuwa kubwa, ni lazima mwanamume wakati anamuacha mkewe amuache talaka 3, na ni baada ya kupatikana baina yao kuingilia kuliko kuwa kwa ukweli. Ama talaka iliyokuwa ya sio ya rejea ambayo ni ndogo, huwa at-talaqu alladhi awqa'aha az-zawju ala zawjatihi qabla ad-dukhuli biha dukhulan haqiqiyya, ni talaka ambayo anaitoa mwanamume kumpa mkewe baada ya kumuingilia kuliko kuwa kwa kweli. Kabla ya kumuingilia, yani ni talaka ambayo anamuacha mwanamume kumuacha mkewe kabla ya kumuingilia, au baada ya kumuingilia lakini ikawa ni talaka ya mali, ni talaka ambayo amemuacha kwa badala, na ikawa talaka hii haijakamilisha idadi ya talaka 3. Kwa maana ili talaka iwe ni ya isiyo ya rejea iliyokuwa ndogo, ni mwanamume anatakiwa amuache mkewe katika hali ya kuwa hajawahi kumuingilia hata siku moja. Leo kaoa na kabla hajamuingilia akamuacha mkewe, hii ni talaka iliyokuwa sio ya rejea lakini ndogo. Au awe amemuingilia akamuacha kwa fidia, kwa maana kuna khulu, akamuacha kwa khulu, hii ni talaka ya rejea iliyokuwa ya rejea ambayo ni ndogo. Lakini kwa sharti isije ikawa katika hali zote mbili talaka hii ni yenye kukamilisha talaka 3. Kubwa na talaka isiyo ya rejea ambayo ni ndogo. Talaka ya ambayo siyo ya rejea ambayo ni ndogo, yenyewe anayo haki mwanamume. Wakati huu anakuwa mwanamume huyu anayo haki ya kuweza kumuoa tena mkewe kwa mahari mapya na ndoa mpya na idhni mpya. Baada ya hapo aachwe au mumewe afe, na pia akaeda eda imalizike, mume hapo ndio atapata nafasi ya kuja kumuoa tena mkewe upya kwa mahari mapya na idhni mpya, lakini pia na ndoa mpya rejea, lakini iliyokuwa ni ndogo. Na hii inapatikana katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyopo katika suratul Ahzab aya ya 49, anasema inna amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, enyi mlioamini. Hali ya pili ambayo talaka haiwi ya rejea, an yutallika zawju zawjatahu ala mal, ni kumuacha mume kumuacha mkewe kwa mali, yani mwanamke kununua talaka. Mwanamke akishanunua talaka, talaka yake ambayo anaachwa haruhusiwi mumewe kumrejea, bal anaruhusiwa kuja kumuoa upya kwa mahari mapya
kwa ndoa mpya na idhni mpya ikiwa haijatimiza talaka ya tatu. Na hii inapatikana katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika suratul Baqara 229, at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf. Mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fi maftadat bi. Ikiwa mtachelea nyie ya kwamba hawatasimamisha hukumu na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kosa juu yao wawili hawa katika kile ambacho mwanamke atajitolea fidia na kununua talaka yake na kuachwa akiwa huru. Hali ya tatu ni hali ambayo an yutalliqa zawju zawjatahu thalatha tatliqat, ni kumwacha mkewe talaka tatu. Na hii inakuwa ndiyo talaka ambayo tulikuwa tunaihesabu ni bain bainuna kubra, talaka ambayo sio ya rejea iliyokuwa kubwa. Hizi mbili zilizopita juu ni talaka ambazo sio za rejea lakini ni ndogo, kwa maana mtu ambapo atamwacha mwanamke kabla hajamuingilia au akamwacha mwanamke kwa kununua mwanamke talaka yake na ikawa hajatimiza talaka ya tatu, anayo ruksa mwanamume huyu kumuoa tena mwanamke huyu bila ya kwenda kuolewa na mtu mwingine, bila ya kupita kwa mwanamume mwingine, lakini kwa ndoa mpya, mahari mapya, lakini pia ridha mpya. Ama hii talaka ambayo ni bain bainuna kubra, hana ruksa mume kumrejea mkewe na wala hana ruksa ya kumuoa upya, isipokuwa baada ya kuolewa yeye na mume mwingine, na huko alikoolewa lipatikane tendo la ndoa, lakini pia mume amuache au mume afe na akae eda mpaka imalizike eda yake. Hapa ataruhusiwa mume wake wa mwanzo kuja kumuoa tena. Hii inapatikana katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Baqara aya ya 230. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra, endapo akamuacha talaka ya tatu, si halali mwanamke huyu kwa mwanamume huyu baada ya talaka hii mpaka atakapoolewa mwanamke huyu na mume mwingine. Talaka ya rejea kama tulivyowahi kuigusia, yajuzu lizauj an yu'ida zawjatahu fi ismati, yafaa kwa mume kumrejea mkewe katika talaka ambayo ni ya rejea. Yafaa kwa mume kumrejea mkewe muda ambao mwanamke huyu katika talaka hii ya rejea yupo katika eda, yani kwa muda ambao mwanamke huyu hajaimaliza eda yake, inafaa kwa mwanamume huyu kumrejea mkewe, sawa radhiyati zawja, sawa sawa mwanamke aridhike au lam tarda au asiridhike, wa sawaan radhiya alwali amla, na sawa sawa aridhike wali wa mwanamke huyu au asiridhie, wa bila idhni, na bila ya idhini mwanamume anayo ruksa ya kumrejea mkewe maadamu mwanamke huyu kamwacha talaka ya rejea na bado eda haijamalizika. Ama talaka ambayo ni bain bainuna sughra, haifai kwa mwanamume huyu kumrejeza mkewe kama tulivyowahi kugusia katika ndoa yake, isipokuwa kwa ndoa mpya, mahari mapya, lakini pia ridha kutoka kwa mke. Talaka ambayo ni bain bainuna kubra, hii talaka isiyo ya rejea ambayo ni kubwa kama tulivyowahi kusema, pia nayo ni mwanamume atakapomuacha mkewe talaka tatu, ikawa hana nafasi yeye ya kumrejea mkewe isipokuwa atakapoolewa na mume mwingine, na huko alikokwenda basi mumewe lipatikane baina yake yeye na baina ya mume mpya aliyemuoa tendo la ndoa, lakini pia baada ya hapo ipatikane talaka au ipatikane kufa kwa mume na akae eda mwanamke huyu, na eda yake ikimalizika anayo ruksa mwanaume huyu kuja kumuoa tena upya mkewe kwa mahari mapya na ndoa mpya, lakini pia na idhni mpya. Dalili ya kauli hii ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza katika suratul Baqara aya ya 230, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha min ba'di hatta tankiha zawjan ghayra.
endapo akamuacha mwanamume kumwacha mkewe talaka ya tatu, si halali kwake yeye baada ya hapo, baada ya talaka hiyo mpaka atakapoolewa na mume mwingine. Na endapo akamuacha, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in talaqaha fala junaha alayhima an yatarajaa, na endapo akaachwa na huyu mume wa pili, hakuna kosa kati yake yeye mke huyu na yule mume wake wa kwanza kurejeana, in dhanna an yuqima hudud Allah, ikiwa wanadhania kwamba wataweza kusimamisha hukumu za Allah, wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Imamu al-Qurtubi rahimahullah anazungumza katika kuichambua aya hii, anasema wa ajma'u ala anna man talaqa imra'atahu talqatan au talqatayn falahu muraja'atuha, wamekubaliana wanawachuoni ya kwamba yeyote atakayemuacha mkewe talaka moja au talaka mbili anayo ruksa ya kumrejea. Fa in talaqaha athalitha, elali kwake yeye mpaka atakapoolewa na mume mwingine, kwa maana hawi ni halali tena mwanamke huyu kurejewa na mwanaume huyu mpaka atakapoolewa na mume mwingine. Wa kana hadha muhkamul Qur'an, anasema hii ni katika aya ambazo ni muhkam, alladhi lam yukhtalafu fi ta'wili, ambazo aya hizo hazijakhtalifiana, wana wachuoni hawajakhtalifiana katika kuzitafsiri aya hizi. Kwa hivyo aya hii inatujulisha juu ya kutokufaa mwanamume kumrejea mkewe ambaye amemwacha talaka tatu, isipokuwa kwa ndoa mpya, idhni mpya, lakini pia mahari mapya, na hiyo ni baada ya mwanamke huyu kuolewa na mume mwingine, pia kupatikana tendo la ndoa lililokuwa la ukweli na huyo mume aliyemuoa upya. Mulahadha, lau kama mtu atamuacha mkewe ambaye amemuingilia talaka moja, kisha akamuacha tena talaka ya pili kabla hajamrejea. Umemuacha mwanamke ambaye ushamuingilia, ukamuacha talaka moja, kisha ukamuacha tena talaka ya pili kabla hujamrejea, na kabla haijamalizika ida yake, wana wachuoni wanasema yaka'u talaq, talaka inatuka, wa yuaddu thania bila khilaf, na inahesabika hii ni talaka ya pili bila ya khilaf. Kwa maana unaye mke ambaye mmeshaishi pamoja, kwa bahati mzuri au bahati mbaya mwanamke yule ukampa talaka moja ya rejea, na kabla hujamrejeza katika ndoa yako tena yuko katika eda, ukamuacha tena talaka ya pili, wana wachuoni wanasema inahesabika hii ni talaka ya pili, na talaka hii imetuka bila ya khilafu baina yao. Ama pindi endapo akamuacha kabla hajamuingilia talaka moja, kisha akamuacha tena talaka ya pili kabla, huyu mwanamke hana eda ya kwanza, lakini akamuacha tena talaka ya pili, je, talaka hii ya pili inatuka? Kwa maana akija akimuoa tena upya kwa mahari mapya na idhni mpya, tuje tuhesabu kwamba anayo talaka moja tu, au hii talaka haituki, ili tuje tuhesabu anazo talaka mbili. Insha Allah jambo hili tutakuja kuliangalia kipindi kijacho. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wal afwa minkum.